Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24, yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ambao tumetoka kutazama hii leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo Dar es Salaam ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club inayoshiriki ligi kuu nchini Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Songea United inayoshiriki championship kutokea mkoani Songea, ambapo Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kwenda hatua ya robo finali kwa kishindo kwa kuiweza kuiondosha klabu ya soka ya Songea United. Kabla ya kuendelea mbali, kama umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kuupata dhidi ya Songea United, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mdau unayefuatilia klabu ya soka ya Yanga ukiwa maeneo gani. Sasa kwa upande mwingine tunashuhudia katika kipindi cha kwanza klabu ya soka Yanga Sports Club waliweza kujipatia bao la kwanza, ambapo bao hili liweza kufungwa na mchezaji anayefahamika kwa jina la Duke Abuya katika dakika ya 22. Mpaka kipindi cha kwanza klabu ya soka Yanga Sports Club walitoka kifua mbele kwa kuongoza bao 1-0. Katika kipindi cha pili Young Africans wakarejea mchezoni na msako ukao ni ule ule kuendelea kuisaka lango la klabu ya soka ya Songea United, na ndipo katika dakika 54 kupitia pasi nzuri ambayo iliweza kupigwa na mchezaji anofahamika kwa jina la Paco Mzozua, basi mchezaji anofahamika kwa jina la Jonathan Kangalombo, mchezaji ambaye ameingia katika dirisha dogo, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili, ni bao lake la kwanza akiwa na klabu ya soka Yanga katika mechi za mashindano. Kwa hiyo tunaona Young Africans wameweza kufanikiwa kuiondosha klabu ya soka Songea United kutokea mkoani Songea. Bwana, kabla tuendelea mbali, tuambie kwa upande wako wewe, je, kuhusiana na goli ambayo amefunga Duke Abuya, mpira ambao Pacome aliupiga kuingiza ndani, ulikuwa umetoka au haujatoka?